Ndugu waandishi wa habari, tulioko mbele yenu ni viongozi wa mikoa, wilaya, majimbo, kata, matawi, misingi na wanachama wa chama tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kuanzia leo Mei 14, 2025 tumejivua rasmi tukiwa na akili zetu timamu pasipo kulazimishwa na mtu wa aina yoyote, wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumefanya hivyo kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazokutana nazo ndani ya chama chetu. Viongozi na wanachama zaidi ya 100 ndani ya mkoa huu wa Shinyanga wanaunga mkono tamko hili kwa juhudi zote. Chama hiki kimekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zimepelekea sisi kama wanachama wa chama hiki kuamua kuchukua maamuzi magumu, na changamoto hizo ni pamoja na ubaguzi na upendeleo ndani ya chama. Kumekuwa na upendeleo na ubaguzi mkubwa sana kwa wale waliomuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe kwenye uchaguzi wa chama taifa. Kwa hiyo tumeamua kuchukua jukumu hili kuona kwamba tunaweza tukatafuta jukwaa lingine la kufanyia siasa zetu. 2, kuvuliwa nyadhifa na wanachama bila kufuata misingi ya katiba. Kumekuwa na matukio ya uonevu kwa viongozi kuvuliwa nyadhifa zao na wanachama bila kuzingatia katiba. Yaani kumekuwa hapa karibuni kumekuwa na wimbi hilo sana. Ukionekana umefanya kitu ambacho wenzako hawakiungi mkono ambao ni timu fulani, wanakwenda moja kwa moja na kupanga kukuvua nyadhifa zako bila kufuata misingi ya kikatiba ndani ya chama chetu. Chama chetu kimegeuka kuwa bahari inayofuga kambani. Lakini 3, kukosekana kwa misingi ya kidemokrasia, kusikilizana ndani ya chama kumekosekana. Uhuru wa maoni ndani ya chama haupo, uruhusiwi kutoa oni lolote mpaka uwe kiongozi wa upande unayeunga timu fulani. Lakini jambo jingine ni kuhusu msimamo wa no reform no election. Tumekuwa na maoni tofauti kuhusu msimamo huu na kuwa chama hakina mkakati wa kuzuia uchaguzi. Yaani mtu unapoonekana tu huko kinyume kidogo na msimamo wa no reforms no election, wewe unaonekana ni msaliti ndani ya chama. Yaani hutakiwi kukishauri chama. Ukishauri unaonekana wewe ni msaliti. Kama mnavyofahamu kwamba no election no reform no election kwa sasa inahubiri kutokwenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Sasa kama chama cha siasa tukishindwa kwenda kwenye uchaguzi, maana yake ni nini? Ina maana tumeogopa, si ndio? Tunadaije hapa pasipo kwenda front? Na ili ushinde vita lazima